أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo ni wakati mwingine ambao tumeendeleza katika yale ambayo tulikuwa tukiyazungumzia kuhusiana na ukamilifu wa imani au Uislamu kwa ujumla. Ni vipi Muislamu au ni vipi mu'min inakuwa imani yake imekuwa katika ukamilifu wa kisawasawa. Taban nukta iliyokuwa imefuatia kipindi kilichopitia ni kwamba tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na kumtii au kumfuata, kumkubali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na watu wa nyumba yake. Na tukaonyesha kwamba ni katika shahada ya kuamini, ya kukubali Uislamu, inaambatana vile vile na kumkubali Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada shahada ya Mwenyezi Mungu, yani ashhadu an la ilaha illa Allah, inakuwa inafuatia wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Yani hapa inakuwa ni vitu vinaambatana. Kwa hivyo ukamilifu wa mtu katika imani na Uislamu wake inaambatana vile vile na kumkubali na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ndiyo maana tunaona kwamba nilivyoisoma aya ya kwanza katika kipindi kilichopita, tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesisitiza na kuhimiza yani mtu kuwa katika nafsi yake amemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani huwezi kuwa Muislamu, huwezi kuwa mu'min kama katika nafsi yako utakuwa na shaka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama baadhi yao walikuwa katika mazingira ya namna hivyo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yani ameshaashiria kwamba yani mtu hawezi kufikia daraja ya imani mpaka awe katika nafsi yake hakuna kile kitu ambacho anakipenda zaidi, ni mwenye kukipenda zaidi kuliko yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo tutaifuatilizia aya nyingine ambayo inahusiana na umuhimu wa kumtambua na kumfuata na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba. Yani ewe Mtume anamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba sema ewe Mtume kwamba siwaulizeni kitu chochote katika hilo isipokuwa muwe na mapenzi katika wale walio jamaa zangu wa karibu, yani jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Illa almawaddata fil qurba, isipokuwa nyie muwe na mapenzi juu ya watu wa nyumba yangu, juu ya watu walio karibu nami. Hili linaashiria katika imani vile vile, kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi tuliyotangulia kuisema kwamba watakunu itrati ilayhi a'azu min itratihi, yani kwamba na wawe watu wangu ni wenye daraja, ni watukufu zaidi kwake yeye kuliko watu wake wa nyumba yake. Hivi ndivyo imani inavyomfikisha mtu katika ukamilifu. Yani kwamba Uislamu wako unavyokamilika kwa wewe kuwa na mapenzi ya Mtume,
kumpenda mtume na jamaa zake. Na taban ndipo hapa tunaona kwamba tunasema kwamba Uislamu kwa ujumla umejengeka katika daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale alipomzawaidia mtume sallallahu alaihi wa sallam. Yani kumpa zawadi kwa namna gani? Kwa kumlipizia mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliambiwa mtume kwamba wewe usiulize ujira wowote, lakini washurutishe kwamba wafahamu kwamba imani zao, Uislamu wao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa hauna ukamilifu mpaka wawe na mapenzi juu yako na watu wa nyumba yako, wawe ni wenye mahaba kwa watu walio karibu nao, kwa kizazi chako. Na tunaona kwamba hapa tunapozungumzia ahlulbeiti Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, tunaona watu ambao mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwazungumzia na kuonyesha umuhimu wao kuhusiana na daraja zao, mbali na kuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali na kuwa wao ni katika kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, ukimtazama Bibi Fatima alayha salam na ukaribu wake kama mtoto wake mtume sallallahu alaihi wasallam, kama binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume amezungumzia mambo gani kumhusu Bibi Fatima. Na ukimtazama vile vile Imamu Ali alayhi salam, utakuta kwamba ni yapi aliyozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na Imamu Ali alayhi salam. Ukitazama al-Imamu al-Hasan wal-Husaini alayhi salam, ambao walikuwa wanashika katika ngazi ya kuwa wao ni wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaona kwamba walikuwa na daraja gani mtume sallallahu alaihi wasallam amewazungumzia katika mazungumzo ya aina gani. Hivi ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alimzawadia kwamba waambie hawa kwa yote wewe umewafanyia, hususan katika kuwaletea imani ya Uislamu, wakawa wao wamemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa wao wanakwenda katika nidhamu na sheria yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa wao wameepukana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Basi wewe uambie kwamba hauwatakii jambo lolote isipokuwa wawe na mapenzi katika jamaa zako. Na ndio maana unakuta kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuishiliza hapo tu, lakini alisisitizia sana kuhusiana na watu kuambatanisha imani zao na kumpenda mtume sallallahu alaihi wa sallam. Anasema mtume sallallahu alaihi wa sallam katika maneno yake matukufu akisema kwamba asasul islam hubbi wa hubbu ahla baiti, asas chanzo cha Uislamu ni kunipenda mimi na kuwapenda ahla baiti, watu wa jamaa zangu. Yani angalia kwa nini iwe ndiyo chanzo au ndiyo nguzo au ndiyo asas ya Uislamu na imani kwa muumini au kwa Muislamu. Kwa sababu tunasema watu wasingeweza kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa ni kwa kupitia yeye mtume na ahlulbeiti Rasulillah. Watu wasingeweza kujua katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha na katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka halali kwao isipokuwa kwa kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wasingeweza kuwa katika mazingira ya kukaa katika amani na usalama, na watu kuepukana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza na kulazimika kuyafuata aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kwa kupitia kwa
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na watu wa nyumba yake. Hivi ndivyo tunasema kwamba ndivyo Uislamu unavyomkamilika mtu na imani inavyokamilika kwa mtu, yani katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahl baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndio maana tunasema kwamba kama ni maelekezo ambayo ndiyo mafanikio ya imani ya mtu au ndiyo mafanikio ya Uislamu wa mtu, basi ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tunaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliyeteremshiwa Qur'an, na Qur'ani hii kwa maana yake na makusudio yake, mtu ilikuwa si rahisi kuweza kuifahamu Qur'an isipokuwa kwa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahli baiti na watu wa nyumba yake. Hivi ndio maana kwamba ikawa imani juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inafungamana na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa nyumba yake. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakurubisha mbali na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawakurubisha na jamaa zake katika imani. Hivi ni vile alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwaambia waumini aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inni tarikum fikum athqalain kitaballahi wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Yani katika nasi ya hadith kwamba imekuja katika wazni tofauti, lakini miongoni mwa maneno yake ilikuja kwa mfumo huo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam awambia, mimi na kuachieni vizito viwili, yani kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu na watu wa karibu na mimi, vitu viwili ambavyo nyinyi mkishikamana navyo hamtakuwa ni mwenye kutatizika wala kupotea baada yangu mimi. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa awathibitishia watu kwamba Qur'an kama muongozo, kisha muongozo mwingine baada yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wake wa karibu, ni watu wa nyumba yake, kwa sababu tunaambiwa kwamba mbali na kuwepo kwa Qur'ani, ilikuwa mtu huwezi kuweza kuifahamu Qur'ani mpaka watu wakirudi kwa Mtume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusudia nini ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu katika maneno haya matukufu? Basi tunaambiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekuwa akitoa ishara na kutoa maelezo na ufafanuzi wa maneno matukufu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa hivyo basi waliokuwa na ufahamu na daraja ya ufahamu katika uongozi walikuwa ni watu wa nyumba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu tukianzia kwa al-Imamu Ali alayhi salam, tukifuatia kwa waliokuwa wajukuu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Imam al-Hasan wal Husaini na maimamu wote 12 wakiwemo pia Bibi Fatima alayha salam. Tunaambiwa kuhusiana na Bibi Fatima alayha salam, ili watu kutokuwa na shaka, yani kuhusiana na muongozo wa kutoka kwa Bibi Fatima alayha salam, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia kuhusiana na Bibi Fatima, akifikia kwamba akisema kwamba Fatimatu bid'atu minni faman adhaha fakad adhani, yani kwamba Fatima ni katika pande la sehemu la mwili wangu, na kwa hivyo basi atakayefikia hatua ya kumuudhi Fatima basi atakuwa ameniudhi mimi. Yani vipi wewe, angalia, yani ikiwa kuudhika kwa Fatima
kutakuwa kuna mafungamano moja kwa moja kwa kuudhika kwa mtume. Hii haiwi ila kuna mafungamano ya kimwenyezi Mungu ya kiuongozi wa kisawasawa kuhusiana na Bibi Fatima na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikuwa ni kila mmoja ambaye anakurubishwa na mtume au na hali za mtume, kwamba eti wewe ukiwa katika mazingira fulani basi hata mtume naye atakuwa na hisia kama hizo. La, bali hapa kuna usahihi na uthibitisho wa kwamba Bibi Fatima alayha salam alikuwa pia ni katika viongozi ambao lao mtu atakupa mwongozo na kuweza kumwiga, unakuwa katika mwelekeo mzuri. Na ndivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria kwa waliokuwa viongozi baada yake, akisema kwamba hao ni viongozi baada yangu, ewe Jabir. Yani kwamba ewe Jabir, kwamba wale waliolazimishwa taa baada yangu mimi walikuwa ni viongozi ambao watakuja baada yangu mimi, ewe Jabir. Na hao walikuwa ni viongozi 12 kwa mujibu wa hadithi mbalimbali zinazothibitisha kwamba ni idadi ngapi ya watu gani na ni wakina nani ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria kwamba ndio watakuwa viongozi baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tunasema kwamba kwa hakika kuna ishara nyingi za mtu kudhihirisha mapenzi yake kwa mtume, kwa mtu kudhihirisha mafungamano yake baina yake yeye na mtume. Yani kwamba wewe kuwa katika nafsi yako utahisi kwamba hakuna kilicho cha thamani, hakuna kilicho kizuri na bora zaidi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam na ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo unavyokamilisha, na ndio maana tunaambiwa kwamba hauwezi kuwa na imani hiyo mpaka uwe sasa, baada ya kutambua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye unayetakiwa kumpenda zaidi, ndipo hapo unakuta kwamba mtu ukawa wewe umesalimu amri katika amri zote, katika maelekezo yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekezea ama amekuelekezea, ambayo Ahlulbayt alayhimussalam wameweza kukuelekeza na kuweza kuashiria, unakuwa wewe ni mtu mwenye kusalimu amri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba kwa kufuata vitu viwili hivi, muongozo wa Qur'ani baada yake yeye na Ahlul Baitihi, itakuwa mtu huwezi kutatizika katika imani yako, itakuwa mtu huwezi kutatizika katika Uislamu wako. Na ndio maana tukasema kwamba ukamilifu wa Uislamu haukamiliki mtu mpaka iwe katika nafsi yako wewe hakuna yule ambaye unaweza kumpenda zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe hakuna yule ambaye unaweza kumpenda zaidi ya watu wa nyumba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hii ndio ishara kubwa ya ukamilifu wa imani ya mtu na ukamilifu wa Uislamu wa mtu. Wa insha Allah tutaweza kuendelea katika mada yetu kwa vipindi vitakavyokuwa vinafuatia insha Allah, Mwenyezi Mungu akitupatia taufiki. Wabillahi taufiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.